Naam, mtazamaji, taarifa mbaya kuhusu Tundu Lissu gerezani leo. Lissu augua ghafla ugonjwa hatari wa tumbo baada ya kula chakula hiki alichopewa kizuizini jioni hii. Kabla ni kueleze marefu zaidi, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe, alafu niambie unanisikiliza na kunipata ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie kwa taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, wasiwasi mpya unatanda kote nchini Tanzania baada ya kuibuka taarifa kwamba kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu ameugua ghafla akiwa kizuizini. Madai yanayosambaa mtandaoni yanasema Tundu Lissu alipata maumivu makali ya tumbo muda mfupi tu baada ya kula matunda ambayo inasemekana alipewa ale wakati akiwa chini ya ulinzi. Lakini ni nini hasa kilifanyika, na kwa nini hii imezua mjadala mkubwa wa kisiasa, na kwa nini Tundu Lissu aliugua ugonjwa wa tumbo haraka hivyo, na je, Tundu Lissu alipata matibabu au la? Taarifa zilizotolewa na aliyekuwa kiongozi wa Chadema Godbless Lema mtandaoni sasa hivi zinadai kuwa Tundu Lissu alipata maumivu makali ya tumbo baada ya kula machungwa, maembe na mananasi akiwa kizuizini. Kwa mujibu wa ujumbe huo unaohusishwa na Tundu Lissu ama ambao umetumwa na Tundu Lissu binafsi, maumivu hayo ya tumbo yalikuwa makali kiasi kwamba mtazamaji alieleza kuwa ni jambo ambalo hajawahi kulipata tangu kuzaliwa. Hii haikuwa tumbo la kawaida. Kauli hiyo ilienea haraka kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii, haswa mtandao wa kijamii wa Twitter ama X, ambapo wafuasi, wanaharakati na waangalizi wa kisiasa walianza kujibu kwa wasiwasi na uvumi. Kisa hiki sasa, mtazamaji, kimeibua hisia mara moja, kwa sababu Tundu Lissu bado ni mmoja wa watu wanaozungumziwa sana katika siasa za Tanzania leo. Kwa mujibu wa ujumbe huo mtandaoni, Lema alipendekeza kuwa Tundu Lissu alipewa matunda hayo akiwa kizuizini kwa makosa ya uhaini. Hata hivyo, hadi sasa hakujawa na ripoti rasmi ya matibabu au ya serikali iliyotolewa hadharani kudhibitisha madai kuhusu hali yake ya afya. Mtazamaji, ukosefu wa udhibitisho rasmi umeunda pande mbili za maoni mtandaoni. Baadhi ya wafuasi wanasema wana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa afya wa Tundu Lissu ndani ya gereza la Ukonga, huku wengine wakiwataka wananchi kusubiri taarifa rasmi za matibabu zilizothibitishwa kabla ya kutoa hitimisho. Lakini wakati stori hiyo ikienea nchi nzima, Watanzania wengi wanauliza swali moja: je, Tundu Lissu yuko kizuizini akiwa salama? Suala jingine, mtazamaji, ambalo limeongeza umakini wa umma leo ni kuendelea kukaa kimya kutoka kwa mamlaka rasmi kuhusu ripoti hizo. Hadi sasa si wakuu wa magereza wala wasemaji wa serikali wamezungumzia hadharani madai yanayosambaa mtandaoni kuhusu kuugua ghafla kwa Tundu Lissu kwa tumbo. Ukimya huu umesababisha wananchi wengi kuendelea kubashiri kuhusu hali yake halisi, huku wafuasi wakidai uwazi zaidi. Wakati huo wanaharakati wa haki za binadamu Tanzania wameendelea kutoa wito wa kupatiwa matibabu yanayofaa kwa wafungwa wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Baadhi ya watumiaji wa mtandaoni wamedai kuwa kila mfungwa anastahili kupata chakula salama, matibabu na hali ya kibinadamu akiwa chini ya ulinzi wa serikali. Majadiliano sasa yamepanuka zaidi ya siasa na kuwa mazungumzo mapana kuhusu haki za binadamu na matibabu ndani ya vituo vya kizuizini. Wakati huo wafuasi kadhaa wa Chadema wameendelea kutuma ujumbe wa kumtia moyo na kumwombea Mungu Tundu Lissu katika mitandao ya kijamii. Wengine wamebadilisha picha za wasifu na kushiriki hashtagi wakidai sasisho kuhusu hali yake ya afya. Hisia za kihisia mtandaoni pia zinaonyesha jinsi Tundu Lissu alivyo na ushawishi mkubwa ndani ya mazingira ya kisiasa ya Tanzania hata akiwa kizuizini. Hali hii pia inakuwa mtihani wa imani ya umma. Taarifa rasmi zinapocheleweshwa kama hizi, uvumi na hisia mara nyingi huenea kwa kasi mtandaoni. Baadhi ya waangalizi wa kisiasa wanaamini kuwa serikali inaweza hatimaye kulazimishwa kutoa ufafanuzi rasmi ili kutuliza wasiwasi unaoongezeka wa umma. Wengine wanasema wafuasi wa upinzani huenda wakaendelea kudai udhibitisho huru kuhusu afya ya Tundu Lissu hadi majibu ya wazi yatakapotolewa. Katika miezi ya hivi karibuni, masharti ya kuwekwa kizuizini Tundu Lissu yamebakia kuwa mada kuu ya kisiasa nchini kote. Viongozi kadhaa wa Chadema wamekuwa wakizungumza mara kwa mara kuhusu afya yake, matibabu na hali yake akiwa rumande. Sasa dai hili la hivi punde kuhusu ugonjwa huu wa ghafla wa tumbo limeongeza shinikizo zaidi na tahadhari ya umma kwa mjadala unaoendelea kuhusu kuzuiliwa kwake Tundu Antipas Lissu.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema mitandao ya kijamii imekuwa mahali penye nguvu ambapo habari husambaa kwa kasi kubwa, haswa inapohusu viongozi wakuu wa upinzani. Katika hali hiyo, ujumbe alioutoa Lema mara moja umezua hisia kali kutoka kwa wafuasi wa ndani na nje ya Tanzania. Kinachofanya hadithi hii kuwa nyeti zaidi ni kwamba inagusa hisia na afya ya binadamu kwa wakati mmoja. Baadhi ya wananchi mtandaoni wametaka huduma za matibabu za mara moja na uwazi zitolewe kuhusiana na hali ya Tundu Lissu. Wengine wanasema mamlaka inapaswa kutoa habari wazi haraka ili kuzuia uvumi na kuongezeka kwa mvutano wa umma. Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi wanaonya dhidi ya kueneza madai ambayo bado hayajathibitishwa na serikali au maafisa wa magereza bila udhibitisho rasmi, wakisema upotoshaji unaweza kuongeza hofu na mgawanyiko wa kisiasa. Na ingawa wafuasi wanadai majibu, mamlaka imesalia kimya hadharani kuhusu madai mahususi ya afya yanayosambazwa mtandaoni kuhusu Tundu Lissu. Ujumbe huo unaohusishwa na Lissu kutoka kwa Lema ulieleza maumivu makali baada ya kula matunda hayo yanayoripotiwa kuwa alipewa akiwa chini ya ulinzi. Matunda yaliyotajwa ni pamoja na machungwa, maembe na mananasi. Hata hivyo, bado hakuna taarifa ya hospitali ya umma, ripoti ya matibabu au gereza au udhibitisho rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali kuhusu madai ya ugonjwa huo. Ukimya huo sasa umeongeza mijadala mtandaoni, huku Watanzania wengi wakifuatilia taarifa zozote mpya kuhusu afya ya kiongozi huyo wa upinzani mashuhuri aliyeko gerezani Tundu Lissu. Wakati huo huo, wafuasi wa Chadema wanaendelea kusambaza ujumbe wa mshikamano na wasiwasi katika mitandao ya kijamii leo. Hali hii kwa mara nyingine inaonyesha jinsi hadithi za kisiasa nchini Tanzania zinavyoweza kutawala kwa kasi mazungumzo ya kitaifa, hasa pale zinapohusisha viongozi wa juu kama Tundu Lissu. Kwa wafuasi, kila ripoti kuhusu afya yake inakuwa jambo zito. Kwa wakosoaji na waangalizi wasioegemea upande wowote, udhibitishaji wa uwazi rasmi husalia kuwa muhimu kabla ya hitimisho kufanywa au maamuzi kuchukuliwa. Wakati mjadala huu ukiendelea, tahadhari sasa inaelekezwa kwa mamlaka, maafisa wa matibabu na maafisa wa magereza au watu wa karibu wa familia ya Tundu Lissu wataweza kutoa ufafanuzi zaidi. Je, maelezo zaidi kuhusu hali ya afya ya Tundu Lissu yatatolewa saa chache zijazo au la? Hilo ndio swali ambalo Watanzania wengi sasa wanasubiri lijibiwe. Kwa sasa ujumbe wa mtandaoni alioshiriki God Bless Lema kutoka kwa Tundu Lissu unaendelea kusambaa kwa wingi mtandaoni na kuwa moja ya mada zinazojadiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii ya Tanzania leo. Na huku wasiwasi wa wananchi ukiongezeka, wananchi kutoka pande mbalimbali za kisiasa nchini wanaendelea kufuatilia kwa makini taarifa yoyote rasmi kuhusiana na afya na hali ya Tundu Lissu akiwa gerezani. Mtazamaji, na sasa watu wengi wanauliza kama tukio la hivi punde linaweza kuongeza shinikizo la kisiasa kuhusu kesi ya Tundu Lissu kuwekwa kizuizini katika siku zijazo. Tayari Tundu Lissu amekaa kizuizini kwa zaidi ya siku 400 na vilevile kesi yake bado haijatamatika au kuendelea. Wakati mjadala ukiendelea nchi nzima leo, jambo moja liko wazi na dhahiri: afya na usalama wa Tundu Lissu bado ni suala nyeti sana ambalo linazua wasiwasi kila siku na linaloweza kuvutia hisia za kitaifa na kimataifa ndani ya saa chache tu mitandaoni. Kwa sasa Watanzania wanaendelea kusubiri taarifa zilizothibitishwa, huku mijadala ya mitandao ya kijamii ikiongezeka siku hadi siku. Mtazamaji, licha ya yote hayo, Tundu Lissu binafsi bado hajulikani kesi yake itaweza kuendelea lini. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia kwenye video au taarifa hizi, na kuomba mtazamaji like video hii alafu subscribe. Vilevile nijuze maoni yako upande wa comment section na mtazamo wako, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.